Hii ni historia ya Mtume Petro. Najua unatamani kumfahamu kwa undani zaidi Mtume Petro, mwanadamu pekee aliyetembea juu ya maji baada ya Yesu, mtume aliyekuwa na nguvu za Mungu nyingi kiasi cha wafu kufufuka, na nguvu ya Mungu haikuwa ndani yake tu, bali mpaka katika kivuli chake nguvu ya Mungu ilitembea. Walilazwa wagonjwa wengi, na kila kivuli chake akipita kikimwangukia mgonjwa yoyote, mgonjwa alikuwa anasimama wakati huo huo. Huyu ni mtume ambaye magereza hayakuweza kumshikilia, mtume wa kwanza kabisa kuwahubiria watu wa mataifa wasio wa Israeli. Huyu bwana aliulizwa swali moja tu na Bwana Yesu mara 3. Swali hilo lilikuwa ni Simoni wa Yohana, je, wanipenda? Alafu akapewa agizo, lisha kondoo wangu. Sasa unaweza ukajiuliza kwa nini Mkristo anapaswa amfahamu vizuri sana Mtume Petro? Basi maneno ya Yesu anasema hivi, nami ninakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Haya maneno ni mazito ambayo Yesu anayaongea katika Mathayo 16:18 hadi 20, akimweleza Petro. Maneno haya yalikuwa ni makubwa kiasi ya kwamba hata Petro mwenyewe kwa wakati ule hakuwa anafahamu maana yake. Sasa ninakukaribisha katika kipindi hiki ambapo leo ni sehemu ya kwanza ya somo hili endelevu la historia ya Mtume Petro, ambapo tutaangalia alizaliwa wapi, wazazi wake ni akina nani, ndoa yake na maisha kabla ya Kristo na baada ya Kristo. Katika historia hii naamini kuna sehemu itakufurahisha sana, lakini pia kuna sehemu itakayokuhuzunisha, ila haitakukwaza. Na muhimu zaidi ni kwamba kila sehemu tutakayojifunza itakupatia maarifa makubwa na mafunuo makubwa katika huduma yako. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala, na hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel, ni kuombe usubscribe sasa, ili uwe wa kwanza kupata masomo ya vipindi vyetu kila vinapokuwa hewani. Ubarikiwe sana na karibu tuwe wote. Kuzaliwa kwa Mtume Petro. Mtume Petro inasadikika alizaliwa katika muongo wa kwanza wa karne ya kwanza. Kuanzia mwaka pale wa kwanza hadi wa 10 inasadikika ni miaka mojawapo ya mwaka aliozaliwa Mtume Petro, ambapo watu wengi wanasadiki kwamba alizaliwa mwaka wa 5 baada ya Kristo. Alizaliwa katika mji unaoitwa Betsaida uliopo kaskazini mwa bahari ya Galilaya. Tunapoongelea mji wa Betsaida kwa kipindi hicho cha karne ya kwanza, ulikuwa ni mji ambao shughuli yake kubwa ilikuwa ni shughuli ya uvuvi. Asilimia kubwa ya wakazi wa mji huo walikuwa ni wavuvi, na wengine walijihusisha na uvuvi kwa namna moja ama nyingine. Maana tu ya jina la Betsaida ni muunganiko wa maneno mawili, ambapo neno la kwanza ni bet, lina maana ya nyumba, na saida lenye maana ya uvuvi. Hivyo ukiliunganisha neno lote, Betsaida ilikuwa na maana ya nyumba ya wavuvi au mji wa wavuvi. Unaweza kuona Petro alizaliwa sehemu ambayo ina elimu kubwa sana juu ya uvuvi na bahari. Ndiyo maana siku alipokutana na Yesu alimwambia, ukinifuata nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Ni lugha ambayo Mtume Petro angeielewa zaidi. Katika kundi la wanafunzi wa Yesu
Yeye ndiye aliyekuwa mzoefu wa bahari kuliko yoyote, ndio maana hata kuokoka kwake aliokokea baharini. Ilibidi Yesu amrudishe mpaka katikati ya bahari, akamwambia shusha nyavu. Shughuli zote zinazohusu bahari na uvuvi katika kundi la wanafunzi wa Yesu aliachiwa Petro. Na baada ya kumwona Yesu akitembea baharini siku ile, Petro alikuwa ni mwanafunzi mwenye uthubutu wa kumwambia Yesu, na mimi nije katika maji. Na tunaona akaanza kutembea juu ya maji. Unaweza kusema baharini ndipo nyumbani haswa kwa mtume Petro kabla ya kukutana na Kristo. Maana hata baada ya kufa kwake Yesu, Petro aliwaongoza wenzake warudi baharini wakavue. Ikabidi Yesu amuulize Petro, akamwambia, hivi wewe unanipenda? Lisha kondoo zangu. Sasa majina ya mtume Petro. Wakati anazaliwa mtoto huyu aliitwa jina lake Simoni au Simioni. Jina hili limetokana na neno la Kiebrania Shimon lililotokea katika neno la Kiebrania shaka. Neno hili lilikuwa lina maana moja tu, sikia. Kwa hiyo jina la Simoni maana yake ni kusikia. Wenye jina hilo nafikiri mumeelewa sasa maana yake. Jina hili lilikuwa maarufu kwa wazazi wengi, maana waliwapa watoto wao jina hili wakiamini kuwa Mungu amesikia au amewasikia. Baadaye Simoni alipokutana na Yesu alibadilishwa jina na kuitwa jina la lugha ya Kiaramu Kefa, au unaweza ukaitwa Kefas, jina ambalo lilikuja kubadilishwa kwenye lugha ya Kigiriki likatamkwa Petros au Petro kwa Kiswahili, ambapo wazungu wanaita Peter. Jina hili lina maana ya mwamba au jiwe. Kwa hiyo hii ndio maana ya jina la Petro. Jina lake lina maana ya mwamba au jiwe. Sasa familia ya Petro. Maandiko hayatuambii sana kuhusu familia yake, ila ni wazi kabisa baba yake Petro aliitwa Yohana na sehemu nyingine alitambulishwa kama Yona. Unaweza kusoma Yohana sura ya 1 mstari wa 12 na Yohana sura ya 21 mstari wa 15 hadi wa 19 na Mathayo 16:17 ambapo unaona anatajwa baba yake na Petro kwa jina katika maandiko hayo. Petro pia alikuwa na ndugu yake ama mdogo wake kwa lugha nyingine, ambaye alikuwa anaitwa Andrea ama Andrew kwa Kiingereza. Huyu alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu, naye huyu Andrea ndiye aliyekutana na Yesu kabla ya Petro. Inavyoonyesha Petro alikuwa mbali sana na mambo ya imani kuliko ndugu yake Andrea, kwa sababu kabla ya kukutana na Yesu, Andrea alikuwa mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Huyu ndiye aliyemshuhudia Petro habari za Yesu na kumkutanisha naye. Hivyo katika wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wawili walitoka katika familia moja ya mzee Yohana, ambao ni Petro na Andrea ndugu yake, na familia ya Zebedayo ilimtoa Yakobo na mdogo wake Yohana, mwanafunzi aliyependwa zaidi na Yesu. Kwa familia hizi mbili zilitoa wanafunzi wawili kila familia kuwa mwanafunzi wa Yesu. Petro alikuwa ameoa na maandiko hayatuelezi sana juu ya ndoa yake na watoto wake, ila mpaka anakuwa mwanafunzi wa Yesu alikuwa tayari anaye mke, na baadhi ya watafiti wanaelezea kuwa baadhi ya safari za kihuduma alikuwa akisafiri naye. Andiko pekee linalotuonyesha kuwa Petro alikuwa na mke ni Mathayo sura ya 8 mstari wa 14. Baada ya kutoka kwao katika mji wa Betsaida,
Petro alihamia katika mji wa Kapernaumu, ambapo katika mji huo alienda kutafuta maisha na baadaye akafanikiwa kuwa na nyumba yake katika mji huo wa Kapernaumu. Tunapouongelea mji wa Kapernaumu, huo ndio pia mji ambao Yesu naye baada ya kutoka kwa wazazi wake alihamia hapo na kuwa na nyumba yake mwenyewe. Kwa hiyo unaweza ukauona ni mji ambao hata Yesu baada ya kutoka kwa wazazi wake alihamia katika mji huo. Neno Kapernaumu lilitafsiriwa kutoka katika lugha ya Kiebrania ambapo lilikuwa likimaanisha kijiji cha Nahumu. Sasa Nahumu yupi? Yule nabii au? Hiyo tuiache. Huu ni mji kama ulivyokuwa mji wa Betsaida ambao pia ulikuwa umepakana na bahari ya Galilaya, isipokuwa mji huu ulikuwa ni mkubwa zaidi ya ule wa Betsaida. Mji huu ulikuwa umepanuka sana. Wafanyabiashara wengi wakubwa walikuwa wakiishi hapo, matajiri na wengine waliokuwa wakiingia na kutoka kufanya biashara katika mji huo walikuwa ni wengi. Pengine hii ndio sababu kubwa iliyomfanya Petro kuhamia katika mji huu ili kutafuta maisha na kuweza kuseto. Akiwa katika mji huo akajikuta anakuwa karibu sana na familia ya mzee Zebedayo. Mzee Zebedayo alikuwa ni mvuvi mkubwa na wa siku nyingi, ambapo kipindi hicho alikuwa anavua na vijana wake Yohana na Yakobo. Kutokana na kazi yao, Petro aliungana na familia hii na kuwa mshirika wa biashara au mshirika wa kibiashara katika familia hii, na biashara yao ilikuwa ni biashara ya uvuvi. Huyu mzee Zebedayo alikuwa ni mzee mzoefu sana na aliyefanikiwa sana katika shughuli za uvuvi, ambapo mpaka kipindi kile ambacho Petro anakutana naye huyu bwana alikuwa pamoja na watoto wake, lakini pia alikuwa na wafanyakazi na watumishi wengine walikuwa wanamsaidia kwa habari ya uvuvi. Kwa hiyo wakaungana na Petro na kuwa washirika wa kibiashara. Baadaye Andrea ndugu yake Petro alimletea Petro habari ya kuwa amemuona Masihi, ila Petro hakumwamini. Petro aliwaza zaidi kazi yake na pia aliipenda kazi yake na kuwa aliiweza vizuri kazi yake. Si ajabu kuona anamuuliza Yesu baadaye, tumeacha vyote tumekufuata wewe, tutapata nini? Ni kwa sababu ya kazi ambayo Petro alikuwa anaifanya usiku na mchana. Usiku mmoja ambao naamini na wewe unaufahamu ni kwamba Petro alivua usiku kucha. Pamoja na uzoefu wake mkubwa wa bahari aliyokuwa nao, pamoja na umashuhuri wake katika uvuvi, aliweza kukosa samaki kabisa usiku ule mpaka asubuhi akiwa amechoka kabisa. Alafu ndipo akamtokewa na Bwana Yesu, akamwomba aketi katika mtumbwi wake awahutubie watu waliokuwa wanamsikiliza. Petro akamkubalia, na baada ya kuhutubia wale watu akamwambia twende mpaka kwenye kina cha bahari. Walipofika katika kile kina cha bahari, Bwana Yesu akamwambia Petro, tupa nyavu katika maji. Petro akakataa, akamwambia inawezekanaje? Nimekosa samaki usiku kucha, na kwa elimu ya kivuvi ni kwamba samaki wengi wanapatikana usiku. Akamwambia ila kwa neno lako nitatupa. Anaposema kwa neno lako nitatupa, Petro anazitupa zile nyavu kwa kishingo upande, kwa sababu kwanza mtu ambaye anamwambia Petro atupe nyavu ni mtu ambaye hajawahi kuwa mvuvi katika maisha yake. Ni mtu ambaye maisha yake yote amekuwa ni fundi seremala, anamwambia mvuvi afanye kazi yake. Kwa imani ya Petro kutupa zile nyavu ikawa ndio chanzo cha kubadilika maisha yake, na mwanzo mpya wa historia yake ukaanza hapo. Na kilichofuata akamwambia Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Naomba kufikia hapa tutakuwa tunahitimisha kipindi chetu cha leo. Kumbuka huu ni utangulizi tu wa historia hii ya Mtume Petro, ambapo tutaendelea nayo historia hii katika kipindi cha pili au sehemu ya pili, na kuomba usikose sehemu ya pili ya historia hii muhimu.
Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel, nikuombe usubscribe na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki.